Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwenye habari za biashara tutakuwa na Nizia Masinde, na habari za michezo tuko naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Shirika la kimataifa la maendeleo la Japan laihakikishia Tanzania kuendelea kushirikiana nayo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Jukwaa la Afrika la usimamizi wa interneti lafunguliwa rasmi jijini Dar es Salaam likilenga kuchochea maendeleo ya uchumi wa kidijitali. Na katika habari za kimataifa, wanamgambo wa RSF wazishambulia hospitali El Obeid nchini Sudan. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Amesema kuwa shirika la kimataifa la maendeleo la Japan JICA limehakikishia Tanzania kuwa itaendelea kushirikiana nayo katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya wananchi. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Mrisho Mapeyo. Hatua hiyo imetokana na namna ambavyo serikali imekuwa ikisimamia kikamilifu matumizi ya fedha mbalimbali zinazotolewa na wadau wa maendeleo ikiwemo shirika hilo. Ameyasema hayo alipokutana na makamu wa rais wa JICA Miyazaki Katsuma kwenye ukumbi wa mikutano wa Tachibana Tokyo nchini Japan, akiwa katika ziara yake ya kikazi, ambapo ametumia fursa hiyo kutoa wito kwa JICA kuendelea kutafuta wadau zaidi wa maendeleo kwa ajili ya upatikanaji wa fedha zitakazowezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tumekutana na makamu wa rais wa JICA. JICA ni shirika la maendeleo la Japani ambalo limekuwa likisaidia sana kuzitafutia mitaji kampuni za Japani zinazofanya kazi Tanzania, kutafuta taasisi za kifedha za nchi ya Japani ambazo zinaweza kusaidia kufadhili miradi mbalimbali inayoendeshwa na Japani kule Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa na mazungumzo mazuri. Mafanikio yetu tumejadili hapa, mapungufu yetu tumejadili hapa, na maeneo ya kuyafanyia kazi upande zote mbili tumezungumza hapa vizuri. Na kwa hiyo wametuhakikishia wataendelea kushirikiana na serikali yetu kusapoti miradi mbalimbali kwa kuhamasisha taasisi za kifedha, iwe ni serikali au taasisi binafsi za fedha ambazo ziko hapa Japan, kuzileta Tanzania kwa hiyo utekelezaji wa miradi hiyo. Kwa upande wake, makamu wa rais wa JICA Miyazaki Katsuma amesema shirika hilo linaendelea kutekeleza miradi mbalimbali nchini kwa kushirikiana na wadau wengine ikiwemo Benki ya Dunia katika miradi ya ustahimilivu wa chakula. Naye naibu waziri wa kilimo David Silinde ametumia fursa hiyo kushukuru uongozi wa JICA kwa kushirikiana na Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika kutoa mikopo yenye masharti nafuu ya zaidi ya dola za Marekani milioni 516 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kilimo. Katika sekta ya kilimo, sisi tumekuwa wanufaika wakubwa hasa katika miradi mikubwa miwili. Moja, kuna mradi wa ustahimilivu wa chakula nchini ambao mradi huu unafadhiliwa kati ya Benki ya Dunia pamoja na JICA, ambapo kwenye huu mradi jumla yake utagharimu karibu dola za Kimarekani milioni 371. Lakini watu wa JICA peke yao watatoa mkopo nafuu wa dola milioni 71.09 ambao utasaidia katika ustahimilivu wa chakula. Kwa hiyo kwetu ni hatua kubwa, kwa sababu wanaungana na Mheshimiwa Rais katika kazi nzuri hii. Awali, waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar Ali Mohamed Amer amewahakikishia wawekezaji na wafanyabiashara wa Japan uwepo wa mazingira wezeshi ya kutekeleza majukumu yao Zanzibar, ikiwemo hali ya amani na utulivu, huku mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC Guild Terry akishukuru serikali ya Japan kupitia shirika la JICA kwa kugharamia washauri elekezi wawili ambao watakuwa kiungo kati ya wawekezaji na wafanyabiashara wa Japan na Tanzania. Wafanyabiashara mbalimbali tumeweza kukutana nao wakiongozwa na vikao hivyo vya wawili chini ya waziri mkuu. Mambo mbalimbali ambayo yameweza kuzungumzwa, lakini yako mambo muhimu yanayohusu serikali zetu mbili, lakini hususan yanayohusu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tumeweza kuwaeleza wafanyabiashara. Kwanza, tumeweza kuhakikishia hali nzuri iliyokuweko ya utulivu wa amani na usalama katika visiwa vya Zanzibar, ambavyo hivi vinapelekea
wadau wote wa miradi ya maendeleo kuja kutunga mkono katika maendeleo ya Tanzania Zanzibar. La pili, mazingira wezeshi ya biashara ambayo majemedari wetu Mama Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi ambayo wameyaweka. Mazingira ya kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara wanapata kufanya kazi zao za biashara katika maeneo tofauti ambayo yameandaliwa ya kibiashara, lakini vile vile kuweza kupata misaada maalumu ambayo serikali zetu mbili imeweza kuzitoa kuhakikisha biashara na mahusiano ya kibiashara yanaendelea. Tumefanya mazungumzo na wenzetu wa JICA na katika mazungumzo hayo tuliomba kupata ushirikiano wa karibu zaidi na taasisi za Japan ili kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukafungua fursa za makampuni ya Kitanzania nchini Japan ila makampuni ya Japan nchini Tanzania. Na nina furaha ya kujulisha umma kwamba kituo cha uwekezaji kimefanikiwa kupata mshauri mwelekezi mmoja kutoka Japan na mmoja kutoka Tanzania ambao watakuwa katika kituo cha uwekezaji mahususi kabisa kwa ajili ya kusaidia wafanyabiashara na wawekezaji wa Tanzania kufanya biashara na Japan, lakini wafanyabiashara na wawekezaji wa Japan kufanya biashara na uwekezaji. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Katika kuhakikisha msimu wa utalii high season unaoanza hivi karibuni unakuwa katika hali ya amani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Arusha limewakutanisha zaidi ya madereva 800 wanaobeba watalii kwa ajili ya kuwapatia mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo wanapotoa huduma hiyo ya usafiri. Taarifa zaidi inasomwa na Nancy Ibrahim. Akifungua mafunzo hayo mkoani humo, kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP William Mkonda amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwakumbusha madereva hao sheria na kanuni mbalimbali za usalama barabarani pamoja na kujadiliana changamoto wanazokumbana nazo barabarani, kuona namna bora ya kuzitatua. SACP Mkonda amebainisha kuwa madereva wanaobeba watalii ni watu wa muhimu katika kuhakikisha usalama wa wageni, kwani endapo wataendesha magari kwa kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani itachangia kuitangaza vyema nchi. Tuzingatie uendeshaji wa kufuata sheria na kanuni. Tutaondokana na ajali za hapa na pale zisizo za msingi kwa kufuata sheria, kwa kukosoana, kuelimishana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa waendesha watalii nchini TGA Lemris Moses amesema jumla madereva 800 wameshiriki katika mafunzo hayo, ambapo ameeleza kuwa mafunzo yamesaidia kuwakumbusha wajibu wao wa kuzingatia sheria za usalama barabarani, ikiwemo alama za barabarani, kuzingatia mwendo sahihi. Semina hii ya leo ambayo imekuja rasmi kwa kundi kubwa la waongoza watalii Tanzania, kuanzia asubuhi tumekuwa na waongoza watalii takriban 800, na faida kubwa ambayo tumeiona kwenye haya mafunzo ni kwamba tumekumbushwa wajibu wetu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani, lakini la pili tumekumbushwa kwamba tunapaswa kutii kanuni zote za barabara ambazo zimewekwa barabarani kama alama zinazoonyesha kwamba hapa unapaswa kupita na hapa upaswi kupita, lakini na kuzingatia mwendo ambao ni wa kawaida ambao hauwezi kusababisha ajali. Naye Usia Israel ambaye ni dereva amesema kupitia mafunzo hayo amekumbushwa namna ya kuwa na udereva wa kujihami awapo barabarani, ambapo inasaidia kupunguza kero ama ajali za barabarani ambazo zinaepukika. Nimepata mafunzo mazuri sana kutoka kwa matrafiki wetu waliokuja kutufundisha hapa, hasa kwa kuendesha gari kwa kujihami. Usiendeshe gari kwa sifa, kushindana na magari. Sasa hivi magari yamekuja speed aina tofauti. Vijana wanapenda sana kukimbia na magari, lakini si vizuri, kwa sababu sasa tuendeshe kwa kujihami. Kujihami kunasaidia kujenga sifa ya nchi yetu. Kwa hiyo ukiendesha kwa utaratibu na mgeni atasikia yuko amani, kwa sababu kitoka kule ana stress zake, anataka kuja kutuliza stress zake hapa. Hasa ukija ukimpatisha stress nyingine, ndio unafika kwenye hoteli anakuambia badilishie dereva. Simhitaji dereva huyu, maana umeshafanya makosa tayari.
Kwa hiyo tumejifunza kwamba tuendeshe kwa kufuata nini utaratibu wa barabara zinavyotuongoza na jinsi viongozi wetu wanavyotuongoza. Mafunzo hayo yamekuja ikiwa ni mkakati wa Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani katika kuyafikia makundi mbalimbali katika jamii kwa ajili ya kuwajengea uwezo kuhusiana na sheria za usalama barabarani. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Watanzania wameshauriwa kujikita katika matumizi ya nishati jadidifu ili kusaidia nchi kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya mwaka 2030, kwani moja ya ajenda za dira hiyo ni kuhakikisha kila Mtanzania anatumia nishati hiyo. Taarifa zaidi tuungane na Mrisho Mapeyo. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na Profesa Evelyn Mbede ambaye ni mtaalamu wa masuala ya geoscience kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakati akifunga mkutano wa wadau wa nishati jadidifu ulioambatana na wiki ya maonesho ya nishati jadidifu, ambapo amesema unaweza kusaidia kupunguza changamoto za upatikanaji wa umeme hasa maeneo ya vijijini. Profesa Mbede amesema kuwa matumizi ya nishati jadidifu ni sehemu ya mpango wa dira ya maendeleo ya mwaka 2030 na kwamba katika kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, matumizi ya nishati jadidifu ni muhimu kwa Watanzania na dunia kwa ujumla. Ni vigumu sana kwamba nchi inaweza ikaenda kwenye energy transition bila kuconsider renewable energies. Ni kweli tumetokea huko tulikokuwa tunatumia energy mbalimbali ikiwemo mafuta na kugenerate umeme kwa kutumia vifaa mbalimbali, lakini tunakoelekea ili tuweze kuendana na hali ya mazingira duniani, climate change, lazima na sisi kama nchi kufikia malengo ya 2030 tuweze kujikita katika aina mbalimbali za renewable energies kwa ajili ya kufikia malengo ambayo dunia nzima ndio inakwenda huko. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa chama cha wadau wa nishati jadidifu Tanzania TAREA, Matthew Matimbwi, ameeleza namna ambavyo Tanzania imepiga hatua katika matumizi ya nishati jadidifu kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo katika hospitali, huku Watanzania wakifanikiwa kufungua kampuni za utengenezaji nishati hususan ya kupikia. Sisi tumeandaa maonyesho haya na mkutano wa wadau wa nishati jadidifu ili kuweza kujadili namna tunavyoweza kusonga mbele na teknolojia za nishati jadidifu ambazo zinatumika kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, lakini pia kwa ajili ya kupika. Na tulichofanikiwa katika tukio la mwaka huu la mwaka 2025 ni kwamba tumeweza kuonyesha teknolojia ambazo zimeleta mabadiliko makubwa ndani ya Tanzania. Tumeweza kuonyesha uwezo wa makampuni ya Kitanzania kuweza kujenga miradi mikubwa ya nishati jadidifu. Kwa mfano, tuna kampuni ambazo zinaweza zikajenga uhifadhi wa nishati kwa kutumia betri mpaka megawati hour 400, kitu ambacho hapo kwanza kilikuwa sio. Mkutano huo umekutanisha wadau mbalimbali wa nishati jadidifu kutoka ndani na nje ya Tanzania na umeangazia pia dira ya maendeleo ya mwaka 2030 iliyokusudia kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Asante sana Mrisho kwa taarifa hiyo. Benki ya Absa kwa kushirikiana na klabu ya Runners wamekabidhi msaada wa vifaa tiba katika kituo cha afya cha Mnazi Mmoja, hususan katika wodi ya wazazi na dharura, ikiwa ni sehemu ya juhudi zao za kuchangia sekta ya afya nchini. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi msaada huo, makamu wa rais wa The Runners Godfrey Mwangungulu amesema huu ni mwaka wa 6 mfululizo kwa taasisi hiyo kutoa msaada katika kituo hicho, ambapo lengo ni kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha huduma za afya hasa katika wodi ya mama wajawazito na huduma za dharura. Kwa katika kusherehekea yale mafanikio, tuliwaambia kwamba sehemu ya kile ambacho tunakwenda kukipata tunakwenda kushiriki kwa ajili ya kwenda kuchangia kwenye huduma za jamii. Kama unavyojua wadhamini wetu Absa wana kauli mbiu ambayo inasema your story matters. Kwa hiyo tunakwenda kutengeneza story kwa kuwa sehemu ya kutoa furaha kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo leo hii, ndugu waandishi wa habari, tuko hapa kwa kushirikiana na Mnazi Mmoja Hospital kwa ajili ya kutoa vifaa kwa ajili ya mama wajawazito, lakini pia na huduma za dharura. Kwa hiyo katika sehemu ya kile ambacho kilikuwa kimekwishapatikana kwenye Absa Dar City Marathon, tukaonelea ni vizuri kuja kushirikiana na serikali. Kama unavyojua ni juhudi nyingi sana zimefanyika. Mama yetu anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaboresha huduma za afya. Tukaamua na sisi kwa namna moja ama tushirikiane na wadhamini wetu ambao ni Absa
Alliance na Garda Security kwa ajili ya kutoa kile sehemu ya kile ambacho tumekipata kwa ajili ya kushiriki furaha ya watu wengine. Kwa upande wake, meneja wa masuala endelevu na matukio kutoka Absa Bank Tanzania, Abigail Lukuvi, ameeleza kuwa benki imekuwa mshirika wa karibu wa The Runners katika kuhakikisha jamii inapata huduma stahiki, huku akiongeza kuwa sanjari na kutoa vifaa hivyo, pia wanachangia damu kwa ajili ya kuimarisha afya za Watanzania wenye uhitaji wa damu. Hii ni awamu yetu ya 3 kudhamini mbio hizi, na tunajivunia sana kuwa wadhamini wakuu wa mbio hizi, kwa sababu mbio hizi kwa namna kubwa sana inagusa jamii moja kwa moja, na pamoja na hayo inaendana sambamba kabisa na brand promise yetu ambayo inasema story yako ina thamani. Story ya kila Mtanzania ina thamani. Akitoa shukrani kwa niaba ya kituo hicho, Dr. Linda Mutasa ambaye ni kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya Mnazi Mmoja amebainisha kwamba msaada waliopewa umejiri wakati muafaka na utasaidia kwa kiasi kikubwa katika utoaji wa huduma kwa akina mama wajawazito na wagonjwa wa dharura. Lakini kipekee pia ni washukuru sana Absa Bank kwa kushiriki kwa ukubwa mara nyingi sana kwenye shughuli kama hizi. Sisi hapa Mnazi Mmoja hospitali kipekee kabisa tunatoa shukrani kwenu nyote kwa ajili ya vifaa tulivyovipokea. Ni kweli tuna uhitaji, lakini pia tuna uhaba. Tumepokea hii inaitwa fetal monitor, yani ina monitor mapigo ya mtoto kwa mama mjamzito, na yanatoa majibu 100% accuracy. Kwa hiyo kifaa kama hiki kwetu sisi ni mkombozi, kwa sababu mama anaweza kaja na changamoto ya mtoto ndani. Tuna vifaa vingine vya kusikilizia, lakini hii ni portable mobile, kwa hiyo inaweza kwenda nayo mahali popote. Kwa hiyo kiukweli hii seti hapa mnavyoiona itatusaidia sana, pamoja na kwamba tunazo kwa uchache ingawa tunahitaji zaidi, lakini sisi tunashukuru kwa sababu hapa tunaweza kuwa tumesevu na maisha ya mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo ya mama kwa 100% kwa kuwa na kifaa. Vifaa vya matibabu vilivyotolewa katika hospitali ya Mnazi Mmoja ni matokeo ya fedha zilizokusanywa katika mbio za hisani zilizopewa jina la Dar City Marathon, zilizolenga kuhamasisha umuhimu wa kufanya mazoezi ili kujikinga na magonjwa mbalimbali hasa yasiyoambukiza. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Kamishna wa polisi Zanzibar SP Kombo Hamis Kombo amewataka askari polisi waliohitimu mafunzo ya sergeant kufanya kazi kwa weledi na uadilifu ili wafanikishe kutoa huduma bora za kiusalama kwa jamii wanayohudumia. Taarifa zaidi tuungane naye Nancy Ibrahim. Akifungua mafunzo ya uongozi mdogo cheo cha sajenti namba 3 2024-2025 huko Ziwani chuo cha polisi Zanzibar, CP Kombo amewahimiza askari hao kuimarisha usalama wa raia na mali zao kwenye uchaguzi mkuu ili kuwawezesha wananchi kutumia haki ya kikatiba ya kuchagua viongozi wa kisiasa bila uwepo wa vitendo vya vurugu ama uvunjifu wa amani. Nawaelekeza kwamba mkafanye kazi kwa weledi na uadilifu ili muweze kutoa huduma bora za kiusalama kwa jamii mnayohudumia kwenye maeneo yenu ya kazi, hususan katika kipindi hichi tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Baada ya kumaliza mafunzo hayo tunarudi kwenye maeneo yetu. Kwa hivyo tuoneshe mabadiliko, kwa sababu tulivyoondoka tusirudi vile vile kama tulivyokuwa. Tumepata elimu ya kutosha, kwa hivyo tukaionyesha ile elimu yetu, lakini tusiwe na majivuno na kiburi huko tunakokwenda kwa kuwatambia wenzetu. Tunafanya kwa kuboresha na jamii ione kama kweli tumebadilika. Maana umepata unakwenda kidogo umebadilika, mambo fulani yameongezeka. Kwa hivyo sasa kama umebadilika, sasa umekuwa kiongozi, kuna watu utakuwa unaongoza. Kwa hivyo uoneshe yale mabadiliko. Akisoma tathmini ya mafunzo mkuu wa chuo cha polisi Zanzibar, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Moses Nekmia Fundi amesema mafunzo ya cheo cha sajenti yametolewa kwa ustadi na kwamba askari hao wanafanya kazi za polisi kwa kiwango kinachokubalika. Mafunzo kwa wahitimu hao yameendeshwa kwa uadilifu na ustadi mkubwa. Hivyo wahitimu wanaotunukiwa vyeti na kupandishwa vyeo vya kuhitimisha mafunzo ya cheo cha sergeant siku ya leo wameiva na wameelimika vya kutosha juu ya masuala yanayohusu utendaji wa kazi za polisi kwa kada yao. Nina imani kwamba wahitimu hao wako tayari kufanya kazi kwa kiwango kinachokubalika na kuwa viongozi katika jeshi la polisi Tanzania. Ukizingatia mafunzo haya yamehitimishwa kwa muda mwafaka, ambapo serikali yetu
ipo katika mchakato wa maandalizi ya uchaguzi mkuu 2025 unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Kwa upande wao, wahitimu wa mafunzo hayo wamesema mafunzo waliyopatiwa chuoni hapo yamewajenga kielimu na kiukakamavu, hivyo watayatumia vyema katika kuwatumikia wananchi. Jumla ya wanafunzi 1041 kutoka mikoa yote Tanzania wameshiriki mafunzo hayo yaliyotolewa kwa kipindi cha miezi 2 na wiki 3. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Tanzania kwa kushirikiana na Umoja wa Ulaya UNCDF na wadau wengine wa maendeleo inatarajia kuzindua mkakati wa taifa wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia pamoja na kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji Juni 2 mwaka huu jijini Dodoma, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wenye lengo la kufikia matumizi ya 80% ya nishati safi ya kupikia nchini ifikiapo mwaka 2034. Taarifa zaidi imeandaliwa na Recho Chacha. Kwa sasa zaidi ya 90% ya kaya nchini bado zinatumia kuni na mkaa, hali inayochangia matatizo ya kiafya, uharibifu wa mazingira na ongezeko la gesi chafuzi. Ambapo akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati Felicitas Mramba amesema dhamira ya serikali kwa mkakati huo wa mawasiliano ni nyenzo muhimu katika mchakato wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, huku akibainisha kuwa serikali imejipanga kuhakikisha kuwa ujumbe huo unamfikia kila Mtanzania ili wananchi wawe na taarifa sahihi, vifaa vinavyofaa na uamuzi wa busara wa kutumia nishati bora. Lakini mkakati huu utasaidia kupeleka elimu na ufahamu kwa Watanzania wote popote walipo, mijini na vijijini. Na utawasaidia kujua kwamba tunaposema nishati safi ya kupikia ni nini, nishati isiyo chafu ya kupikia ni ipi, inapatikanaje, wadau muhimu ni wakina nani, nikitaka kupata gesi naipata wapi, nikitaka kupata jiko nalipata pataje. Mambo yote hayo ambayo yatawasaidia sasa watu kujua kwamba mkakati huu unatekelezwa vipi. Kwa sababu wakati mwingine hivi tunavyozungumza nishati safi ya kupikia, kuna mtu anasikia kwenye radio, anasoma kwenye magazeti, lakini hajaelewa hasa ni kitu gani. Na kuna mtu mwingine elimu hiyo haijamfikia vizuri, yuko kijijini, hajafikiwa vizuri na hii elimu, hajajua. Na kuna mwingine ana imani fulani ambayo anahitaji elimu ya kumsaidia kujua vizuri. Naye mtaalamu mwandamizi wa fedha kutoka UNCDF Emmanuel Muro amesema kuwa wanaendelea kushirikiana na mashirika ya kiraia, taasisi za dini na vyombo vya habari kuhakikisha mabadiliko ya tabia nchi yanafikiwa. Wako watu ambao wanashinda kutumia umeme wakifikiria ni ghali sana, lakini ukiweza kuwafikia kwa vifaa ambavyo ni vizuri, wanaweza wakaweza kutumia umeme badala ya kutegemea kuni na mkaa. Kwa hiyo hivyo tunategemea mkakati huu utaweza kuwahusisha watu mbalimbali na tukaweza kufanikiwa. Kimoja kikubwa zaidi ni kwamba tamaduni zetu zinasema anayepika ni mwanamke. Kwa hiyo msingi wa mkakati huu tunamtegemea ndio mwanamke awe mstari wa mbele katika kuleta mabadiliko, ambapo wao wenyewe ndio tutategemea zaidi katika kuonyesha kwamba kwa kubadilika kwa kutumia nishati iliyo safi na sahihi, nchi hii inaweza ikafikia malengo. Uzinduzi wa mkakati huo ni hatua muhimu katika safari ya Tanzania kuelekea nishati salama na endelevu kwa wote. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Makambako Deo Sanga anatarajiwa kufikishwa mbele ya kamati ya maadili ya baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Makambako kufuatia tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa wananchi kuhusu kuwasafirisha madiwani wa halmashauri hiyo kwenda Kahama kwa ajili ya kujifunza. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaarifu zaidi. Hayo yameibuka katika kikao cha kawaida cha baraza la madiwani kilichofanyika mjini Makambako kwa ajili ya tathmini ya utekelezaji wa miradi kwa kipindi cha robo ya 3. Mbunge wa jimbo hilo anatuhumiwa kujinasibu hadharani kuwa ndiye aliyegharamia safari ya madiwani kwenda kujifunza katika halmashauri ya mji wa Kahama, hali ambayo imeelezwa si ya kweli, kwani gharama zote za safari hiyo zilitolewa na halmashauri ya mji wa Makambako. Baadhi ya madiwani akiwemo diwani wa kata ya Kitandililo Imani Fute alihoji chanzo cha fedha hizo, akieleza wasiwasi wake juu ya taarifa za mbunge huyo kuwatangazia wananchi kwamba ndiye aliyefanikisha safari hiyo, huku diwani wa kata ya Kivavi Alimwimi Kisahwi akiomba mjumbe huyo afikishwe katika kamati ya maadili ili kujibu tuhuma hizo zinazomkabili. Mheshimiwa mbunge anapokuwa hapa ni diwani mwenzetu. Mheshimiwa mbunge ambaye ni diwani mwenzetu kwa mujibu wa kanuni zetu alikwenda kutangaza mbele ya umma kwenye mkutano Green City kwamba yeye alitupeleka madiwani wake hapa.
lakini mimi nijuavyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yako chini ya afisa utumishi na wewe mwenyekiti ndio uliwahi kupeleka ziara. Sasa ninapata ukakasi sije kaja kutuletea siku nyingine sitofahamu, sababu tulichukua fedha za halmashauri tukaenda ziara, halafu kesho kuna mtu anatangaza yeye alitupeleka ziara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kikanuni hili jambo linakaaje? Na ninadhani ni si busara sana kama tulienda ziara kwa fedha ya halmashauri na kwa nia njema kabisa kwa mujibu wa kanuni zetu, tuliweke sawa. Kama tunakanusha kwamba hakuwahi pelekwa na mtu ziara, tukanushe na wananchi wa jumla. Maamuzi yote huwa yanafanyika na baraza. Kwa hiyo hata uandaaji wa bajeti ambayo pamoja na ziara inakuwa ndani yake huwa inapitishwa na baraza la madiwani. Kwa hiyo hakuna mtu mmoja ambaye ataamua peke yake kwamba amewapeleka madiwani. Kwa hiyo ni maamuzi ya madiwani. Ametangaza kwa wananchi wapiga kura wetu kwamba sisi ametupeleka ziara na fedha zake. Mwenyekiti, huoni kama ni busara kwamba akapelekwa kamati ya maadili ya madiwani kwa ajili ya kuchukua taratibu zipo, na yeyote ambaye anaona amekwazwa kwenye hili jambo ana haki ya kuchukua hatua kwa mujibu wa utaratibu. Afisa utumishi anafahamu taratibu za kufuata ili kufikishwa mtu kwenye kamati ya maadili. Mara baada ya madiwani kuhoji, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako Hanana Mfikwa amesema fedha iliyotumika kuwapeleka madiwani Kahama ni ya halmashauri hiyo, hivyo mjumbe aliyetoa taarifa ya uongo atafikishwa kwenye kamati ya maadili kuhojiwa kwa mujibu wa taratibu. Ziara ya waheshimiwa madiwani na wataalamu kwenda Kahama kwa ajili ya kujifunza ukusanyaji wa mapato na mipango mbalimbali ya uendelezaji wa miji yalipangwa na halmashauri na si vinginevyo. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye aligharamia ile gharama, iligharamia halmashauri ya mji Makambako. Kwa hiyo kama kuna mjumbe alisema hivyo mahali popote, basi wananchi wa Makambako wajue hivyo kwamba halmashauri ndiyo iliyopanga mipango na kuhakikisha zoezi hilo linafanyika kwa mujibu wa utaratibu. Na huyo aliyesema hivyo alisema uongo kwa taarifa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imeokoa kiasi cha shilingi milioni 14 baada ya kufanya uchunguzi wa utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo ya sekta ya elimu, ambapo ilibaini kuwepo kwa ukiukwaji wa mikataba, malipo hewa kwa mafundi pamoja na kutowasilishwa kwa kodi ya zuio serikalini kama inavyotakiwa kisheria. Taarifa iliyoandaliwa na Joel Maduka kutoka Geita inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita, kaimu mkuu wa TAKUKURU mkoa huo Alex Mpemba amesema uchunguzi umebainika kuwa baadhi ya wazabuni walilipwa kinyume na masharti ya mikataba, mafundi kulipwa bila kufanya kazi yoyote na ukiukwaji wa taratibu za kifedha kwa kutowasilisha kodi ya zuio serikalini. Fedha hizo zimeokolewa katika miradi minne ya sekta ya elimu, ambapo ilibainika kwamba baadhi ya wazabuni walilipwa kinyume na mkataba. Malipo ya bidhaa yalikuwa, kuna sehemu malipo ya bidhaa yalikuwa pungufu au dhaifu. Mabadiliko ya kazi yasiyoendana na gharama za mradi. Mafundi kulipwa kabla ya kufanya kazi na kutowasilishwa kwa kodi ya zuio serikalini. Sasa kwa ujumla wake katika miradi hii minne, hizi dosari ndogo ndogo hizi ndio zilikuwa zinafanya jumla ya shilingi milioni 14 na 221 kama nilivyosema hapo awali. Mpemba ameongeza kuwa fedha hizo zimeokolewa baada ya uchunguzi na ufuatiliaji wa karibu katika miradi hiyo ya elimu, huku akisisitiza kuwa TAKUKURU itaendelea kuchunguza hatua stahiki kwa wale wote watakaobainika kujihusisha na vitendo vya kuhujumu fedha za umma. Aidha, katika kipindi hicho, kwa sasa kwa ujumla katika kipindi hicho jumla ya miradi 29 ya maendeleo tuliifuatilia, na miradi hiyo ilikuwa na jumla ya thamani ya shilingi bilioni 9.5. Na miradi hiyo ilihusu sekta za elimu, afya,
na ujenzi. Sasa katika ufuatiliaji wetu katika jumla miradi yote 29 kulikuwa na miradi miwili ambayo ilikuwa na changamoto kubwa ambazo zilitulazimisha tuanzishe uchunguzi mara moja. Miradi hiyo miwili ina jumla ya shilingi milioni 917 725,000. Aidha, TAKUKURU imetoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa pale wanaposhuhudia viashiria vya rushwa ama ubadhirifu wa mali za umma. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Imebainishwa kuwa sheria ya utekelezaji wa hukumu baada ya mahakama kutoa amri inampa mshindi wa kesi ya madai kuomba kukazia hukumu ili apate haki yake baada ya kushinda kesi mahakamani. Taarifa zaidi na Amini Nyaungo kutoka Singida inaarifu. TVE imemtafuta hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Singida, Fadhili Luvinga ameanza kutuambia kina nani wanahusika na utekelezaji wa hukumu za mahakama. Ni watu gani ambao wanahusika na utekelezaji wa hukumu za mahakama? Watu wanaohusika na utekelezaji wa hukumu za mahakama, mtu wa kwanza tunamuita dalali wa mahakama au tunamuita court broker. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye sheria inamtambua kama ni mtekelezaji wa hukumu ya mahakama. Lakini kuna mazingira ambayo unakuta dalali wa mahakama hayupo. Nini kinafanyika? Kama dalali wa mahakama hayupo, basi kinachofanyika huwa ni tunaweza tukamteua afisa yoyote. Na mara nyingi sana watu tunapenda kuwatumia hawa maafisa watendaji, afisa mtendaji wa kata au afisa mtendaji wa mtaa. Hawa ni watu maalum sana wanaweza kutusaidia katika utekelezaji wa hukumu za mahakama. Baada ya utekelezaji kukamilika, je, utaratibu wake ukoje? Utekelezaji umeamriwa kufanyika. Kuna mambo mbalimbali ambayo ni lazima yatimizwe. Kuna mambo mbalimbali lazima yatimizwe. Kuna ukamataji wa mali ambazo zinahamishika na kuna ukamatwaji wa mali ambazo hazihamishiki. Taratibu ziko tofauti. Mfano, kama kinachokamatwa ni mali ambayo inahamishika. Mali ambayo inahamishika, mahakama ikishatoa order, cha kwanza kabisa ambacho dalali anapaswa kufanya ni kuiseize, ni kuikamata ile mali mara moja. Dalali anakuwa na sehemu ya kuhifadhi mali husika, na akishakamata basi huwa kunakuwa na taarifa ambayo inaitwa mahakamani kwamba nimeshakamata mali husika, ninaomba order. Basi mahakama ikijiridhisha kwamba taratibu za ukamataji zimefuata, basi kinachofuata hapo huwa ni orders mbalimbali, amri mbalimbali. Amri ya kwanza ambayo inaweza kutolewa kwanza ni kufanya valuation, kujua mali hii ina thamani gani, lakini pia amri nyingine ni amri ya kuuza mali husika. Baada ya kuelewa sheria hii, je, wananchi nao wanasema nini? Kwangu mimi ninachokiona hii sheria iko vizuri kwa sababu inampa haki yule ambaye ameshinda mahakamani. Kwa hiyo kwenye jambo hili mimi naipongeza mahakama kwa sababu sheria hii inamfanya yule aliyeshinda anapata haki yake kwa wakati, ni jambo jema. Tunazungumzia kuhusiana na haki, hizo ni haki za msingi kabisa. Kupata yani kushinda madai, mahakama inatoa mkandamizo kabisa, mwisho pako unapata haki yako dhahiri kabisa. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Jukwaa la Afrika la usimamizi wa interneti lafunguliwa rasmi jijini Dar es Salaam likilenga kuchochea maendeleo ya uchumi wa kidijitali.